kuweza kuzungumza na wewe maneno mazuri kabisa ya Mungu. Amen. Kwa hiyo naomba tusikilizane vizuri jamani. Amen. Sisi sio waovu, Ndio. sisi sio tumekuja kwa nia mbaya. Dakika chache tutakazotumia hapa kuzungumza na wewe ni dakika nzuri sana. Amen. Labda tunitoe utangulizi kidogo. Ndio. Na kabla utangulizi huo, ngoja tuombe. Amen. Ili tualike uwepo wa nguvu za Mungu mahali hapa. Mungu wetu, angalia mida hii mizuri. Huko maeneo haya tunakuhitaji uwe pamoja nasi. Na kabidhi mahali hapa mikononi mwako. Naomba uwepo hapa Mungu wetu. Tunapoenda kushirikishana na wenzetu maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunakataa hila zote za adui, hazina mamlaka mahali hapa kwa jina la Yesu. Bali wewe uwepo wako utawale katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu, Mwokozi wetu. Amen. Amen. Sasa iko hivi watu wazuri ambao mko hapa. Leo tunawaletea habari njema. Amen. Habari nzuri kabisa. Ndio. Ambazo Mungu anatamani uzisikilize. Yes. Habari zenyewe ni juu ya maisha yako. Amen. Hatima ya maisha yako. Ndio. Ujue tu ya kwamba kuna maisha baada ya maisha haya. Amen. Haya mambo yote unayoona hapa yatapita. Ndio. Hata maiki na spika hizi zitapita. Yes. Hata na mimi mwenyewe nitapita. Ndio. Na baada ya maisha haya tunakwenda wapi? Hii ndio habari njema jamani. Kila siku tunazika wenzetu. Ndio. Lakini Mungu anataka baada ya maisha haya roho yako iwe salama. Amen. Na wewe mwenyewe uwe salama. Ndio. Kwa sababu haina faida yoyote katika maisha haya ya dunia hii. Yes. Kuishi na kufurahia maisha au kupigika na maisha, alafu maisha yale ya umilele ukaishia kwenye moto wa milele. Sio kusudi la Mungu jamani. Ndio. Mungu wetu ana habari njema kabisa juu ya maisha yako. Kama baada ya maisha haya uweze kwenda mbinguni, ukafurahie maisha huko milele. Sio kuteseka katika moto wa milele. Lakini pamoja na maisha hayo yanayosababishwa na dhambi, kwenda motoni ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi inatesa watu. Na dhambi sio shida ya watu. Watu ni watu wazuri. Shida ni shetani ambaye yeye anasababisha watu watende dhambi. Anasababisha mtu wa Mungu utende dhambi. Wewe hauna shida, Mungu anakupenda. Dhambi ndio inayoleta shida kwenye maisha yako. Lakini habari njema ni kwamba Mungu aliona shida hii hapa duniani, akaona iwezekani alete habari njema kwako. Na habari njema, ukweli uko wazi. Kila siku watu wanahubiri. Na sisi tumekuletea neno hili la Mungu la kwamba unatakiwa kusamehewa dhambi zako ili uende mbinguni. Maisha ya dhambi ni mabaya. Hatima yake ni mbaya. Lakini tunasamehewa dhambi zetu kwa kwenda mbele za Bwana. Na Mungu akaona haitoshi, inabidi atoe sadaka. Sadaka ambayo inapotolewa, tunajua ukitaka kwenda kwa waganga wa kienyeji wakati mwingine wanakuambia damu imwagike, lazima achinjwe kuku, achinjwe mbuzi, ili mambo yako yafanikiwe, uovu wako ufunikwe, kibali kipatikane, nuksi iondoke. Lakini yupo ambaye alijitoa sadaka, ambaye ni Yesu. Amina. Kwa ajili ya maisha yako. Na ndio inaweza isikuingie vizuri kwa sababu ya mtazamo wa kidini. Lakini sisi tunaeleza mtazamo halisi wa maisha yako. Yesu alikuja duniani, akavaa mwili wa kibinadamu, akaishi kama binadamu. Iko siku ambayo aliamua sasa atimize kusudi aliloletewa duniani. Kupigwa, kuteswa na hata kufa msalabani kwa ajili ya maisha yako. Lakini akuishia kufa tu msalabani, siku ya tatu akafufuka. Alipofufuka akapaa mbinguni. Maneno makubwa ambayo Yesu aliyazungumza, akasema, njoni kwangu ninyi nyote mnaoteswa mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa nije kwenu watu wa Mungu. Mizigo inayozungumzwa hapo ni mizigo ya dhambi. Hakuna shida yoyote. Sio swala la dini, sio swala la mtazamo, sio swala la shida. Shida ni dhambi. Dhambi ndio shida. Watu wanakunywa pombe, watu wanavuta sigara, watu wanakuwa wazinzi, washirati. Yote hayo yanaondoa kibali mbele za Mungu. Na ndio maana kwa sababu ya dhambi unalogeka, unalogwa, biashara zinapigwa, ndoa inapigwa, maisha yanakuwa mabaya.
Ndio maana mtu unakimbilia kwa waganga wa kienyeji. Lakini ukimpokea Yesu, ukasamehewa dhambi zako, ukatakaswa dhambi zako, kwa waganga wengi na kuogeka urogeki, na mbinguni unakwenda. Haleluya. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi. Na wakati huu mzuri, mimi nilikuwa natoa utangulizi tu, lakini niko na watoto hawa, niko na vijana hawa, wanafurahia maisha, wanajisikia raha. Wakasema hatukubali kukaa peke yetu. Wakati kuna watu wanakufa dhambini, wakasema ngoja waje hapa kwa chambo, wawaletee habari njema, habari za Yesu Kristo, ili wewe utoke kwenye maisha ya dhambi. Na wakati huu sasa ninawakabidhi wao waendelee na kipindi hiki.